Baada ya klabu ya Young Africans kumrejesha aliyewahi kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo kwa maana Abdulhamid Mwalim, hatimaye wameanza kuhusishwa na coach Musa Chia twende kwao mwenye falsafa hiyo kwa maana Sid Lamovic, raia wa Ujerumani ambaye kipindi hiki alikuwa huko katika nchi ya Algeria akiwa na klabu ya CR Belouizdad. Tunakwenda kuangazia klabu ya Young Africans bado hawajawa na imani kwa 100% na kocha Pedro Goncalves, wameanza kumtafutia mbadala wake. Niko hapa na Paul Tembo, jina langu ni Leopard John, nyuma ya kamera ni Yusuf Ramadhani Mpuma. Paul Tembo, yes. Ameanza kuhusishwa tena Sid Lamovic, Musa Chia twende kwao. Wenyewe kwa mwita kifaru cha Kijerumani. Young Africans wanataka kufanya nini hasa kwenye timu yao baada ya kutokuwa katika maendeleo mzuri kwa mwalimu Pedro Goncalves? Cha kwanza ni katika kutafuta kitu kilicho bora zaidi kwenye karia ya soka. Unajua timu kubwa zina tabia ya kuwa na matamanio ya kufikia malengo ambayo wao wanakuwa wamejiwekea ndani ya msimu mzima. Kwa hiyo kwa Yanga kuhusishwa na kocha kama Lamovic ina maana ya kwamba wako tayari katika kutamani kuyafikia yale malengo yao ambayo wamejiwekea kwa msimu huu. Yaani maana yake kubeba ubingwa wa NBC Premier League, lakini pia kubeba ubingwa wa kombe la shirikisho Tanzania kwa maana ya CRDB Bank, ni miongoni mwa ligi ambayo pia Yanga wanaitamani kuibeba. Kwa hiyo kuhusishwa kwa Lamovic ina maana ni muendelezo ambao kwa kile ambacho amekuwa amekifanya Pedro. Kwa hiyo wanatamani kuwa na kocha mwingine ambaye huenda akawapa kile wanachokihitaji kwa uharaka zaidi. Kocha Lamovic ni miongoni mwa kocha wazuri, sio mbovu sana. Mpaka sasa kwenye kocha cha CR Belouizdad amefanya kazi kubwa kwenye hatua ya makundi, aliongoza kundi akiwa na timu mbalimbali, point 15, kitu ambacho kilikuwa ni bora sana kwenye kombe la shirikisho. Kwa hiyo naona ni mwalimu ambaye ana uwezo wa kuifikisha Yanga ambapo wao huenda wakawa na pahitaji. Lakini pia hata alipokuwa na kikosi cha Yanga kuna vingi sana alitupatia ambavyo tuliviona kwa kocha Cedric Lamovic. Young Africans kitu gani ambacho kwa upande wao wamekikosa mpaka kuanza mazungumzo na Sid Lamovic ambaye huyu nakumbuka aliondoka Young Africans huku akiwa ameshindwa kuipeleka hatua ya robo finali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika? Cha kwanza tunaweza kusema kwamba kwenye mfumo wa kimbinu wa makocha kuna makocha ambao ni walezi wa wachezaji, lakini pia kuna makocha ambao wanamudu kuwa na timu ambayo akaitengenezea morali na akaifanya timu kufikia malengo. Mfano kwenye ligi yetu ya Tanzania, ukimwangalia kocha kama Julio Kiweru ni miongoni mwa wachezaji ambao sio mtu ambaye anaweza kumlealea sana mchezaji, lakini anampa ile morali muda wote ya kufanya kazi, zile hamasa zake, kumkubali mchezaji, kumuimba kwa namna moja ama nyingine. Sasa hicho kitu ndo anacho Cedric Lamovic, miongoni mwa makocha wazuri sana. Alizaliwa pale nchini Ujerumani, maeneo ya Stuttgart mnamo mwaka 1979. Kwa ni miongoni mwa makocha ambao umri wake kwanza unaweza kumpatia uwezo wa kuongea na mchezaji mmoja mmoja. Ukiangalia kwenye kikosi cha Yanga alipofika mechi 3 za mwanzo alipotea. Mechi zidi ya Al Hilal alionekana kupoteza kwenye huo mchezo. Alipoteza mchezo zidi ya TRA kama sio TRA na hisi, na alikuwa yeye mwenyewe kwenye goli 3 kwenye mechi zile za awali tuliposajiliwa na Yanga. Mechi 3 mfululizo hakufanya kazi nzuri. Lakini baada ya hapo aliimbwa ni miongoni mwa makocha wazuri kwa sababu ya kauli mbiu yake pia, gusa mmoja achia twende kwao. Ni miongoni mwa kitendo ambacho kwanza alitengeneza timu yenye morali. Na kikosi cha Yanga kwa sasa hivi kina wachezaji wazuri, lakini kimekosa hamasa ya nani anakuambia sasa pambana, fanya hivi. Kwa Cedric Lamovic huenda akawa ni miongoni mwa makocha bora kwenye hilo eneo. Kwanza kuwapa morali wachezaji na kuambia kwamba sasa tunatakiwa tujitume ili kufikia malengo yetu. Ni rahisi kiasi gani kwa Young Africans kumrejesha Sid Lamovic ambaye aliondoka kwa uzuri, kwa maana Yanga bado alikuwa anamhitaji, lakini dili ambayo alipata huko nchini Algeria ndio ambao lilimfanya yeye kuweza kuondoka ndani ya Young Africans? Ni kitu gani ambacho Young Africans wamekiangalia hasa kwenye upande wa Sid Lamovic ambacho ni special kwa upande wake? Cha kwanza ugumu katika kumrudisha. Kwanza tukianzia hapo, makocha wachezaji ni watu ambao ile ni kazi yao kihalisia, na ni kazi ambao wao inawafanya wao waingize pesa kwenda kuendeleza maisha yao mengine, aidha familia na vitu vingine. Kwa hiyo kwa Lamovic huenda akawa ni miongoni mwa watu ambao kama ataangalia uwezo wake na ubora wake katika kuchukuliwa na kufanya kazi yake kama mwalimu, ina maana bado pia
yeye kwake ni kama biashara, yani yeye ni sehemu ya yeye kumuingizia kipato, sisi tunaelewana. Kwa hiyo kusema kwamba ni rahisi kwa kiasi gani, ina maana ya kwamba yeye ana maamuzi gani juu ya dili ambalo atapewa na Yanga. Lakini pia hapo Yanga wana uhitaji na Ramovic kwa engo ipi? Ina maana Yanga wana uhitaji na Ramovic kwa sababu ni miongoni mwa makocha ambao aliacha alama kwa kiasi fulani katika kuwatengeneza wachezaji ambao walikuwa ni bora zaidi na walikuwa wanafanya kazi nzuri. Sawa, unafikiri Young Africans ndio mwisho wa Pedro Goncalves ndani ya Young Africans, na Young Africans kwenye hili hawatakuwa sehemu ya hasara kwa upande wao, msimu mmoja kutumia zaidi ya makocha wawili kwenye msimu mmoja? Mimi sidhani kama ni hasara. Hasara inakuja pale ambapo unaamua kumfuata mtu na akashindwa kukuofa kile ambacho unakitaka. Sasa Yanga hasara wameingia pale ambapo waliamini wana kocha mzuri, lakini ameshindwa kuwapa kile ambacho wao wanakihitaji. Lakini ili uendelee kutafuta kitu kilicho bora, inatakiwa uzidi pia kutafuta zaidi wengine ambao wanaweza wakakupa kile ambacho unakitaka. Yani kufanya biashara msimu mmoja kupata hasara ya 200,000 na wakati tulikuwa tunaitafuta milioni, ni jambo la kawaida sana. Inabidi tu uendelee kutafuta, je, ni wapi utapata, uende kaizidi ile milioni. Kwa ndicho ambacho Yanga wanatakiwa kifanye kwa sasa. Tulizungumza siku moja hapa na nakumbuka tuliwahi kuzungumza kwamba Yanga kuna namna wameanza kuleta siasa kwenye mpira. Mpira ni kitu ambacho kinaonekana ndani ya uwanja, alafu kingine kinatengenezwa kuanzia nje ya uwanja, lakini ndani ya uwanja tunaenda kupata kile ambacho kinatengenezwa. Sasa kwenye upande wa kikosi cha Yanga kwa siku za hivi karibuni, mpaka sasa wana makocha watatu ambao hawa wote wana uwezo wa kusimama kama makocha wakuu kwenye eneo la kutengeneza timu. Unamzungumzia Mabedi, amewahi kufanya kazi nzuri akiwa na kikosi cha Msumbiji, cha Malawi. Lakini pia unamzungumzia kocha kama Pedro, amefanya kazi nzuri akiwa na kikosi cha timu ya taifa ya Angola. Lakini pia Mwalimu ameshawahi kupita kwenye kikosi cha Azam, amefanya kazi nzuri kwenye kikosi cha KMC. Lakini sasa hebu angalia hao makocha wote. Hao wote wana uwezo wa kuwa makocha wakuu kwenye kikosi. Lakini wanatupa nini sasa ndani ya uwanja? Mabedi amefanya kazi na Pedro kama miongoni mwa watu ambao walikuwa wanasaidizana kwa namna moja ama nyingine, lakini walishindwa kutupa kile ambacho sisi tulikuwa tunakihitaji. Yanga kwenye siasa ya mpira wakaamua kutuongezea mtu mwingine ambaye ni Mwalimu kwenye lile eneo la coach. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kuimbwa kwa Pedro Goncalves kuimbwa kwa kocha kama Ramovic, na maana Yanga wanataka watutoe kwenye siasa ya mpira wakafanye kweli kile ambacho kinastahili kufanyika ndani ya uwanja. Sawa, jina langu ni Leopard John, nilikuwa na Paul Tembo. Nyuma ya kamera ni Yusuf Ramadhani Mpuma.